والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أوصيكم إخواني ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni baada ya kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa watiifu kwake. Ndugu zangu katika imani, tunapaswa kutumia wakati wetu vizuri kwa lengo la kujitafutia mafanikio, na mtu mwenye kutaraji mafanikio huwa anaonekana juhudi yake katika mbio za kuyatafuta hayo mafanikio. Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia funga ya Ramadhani kwa lengo la kujifunza uchamungu. Kupitia siyamu tunajifunza takwa, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuhakikishia kwamba pepo haipatikani bila ya takwa. Wa tilka aljannatu nurithuha min ibadina man kana taqiya, hiyo pepo tutawarithisha waja wetu wale watakaothibiti kuwa na tabia ya uchamungu. Na katika sura ya 23 aya zake za mwanzo, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa vitu vya kutupeleka kwenye ufaulu. Akasema, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ndugu zangu katika imani, tafsiri ya aya hizi zinatupa ufahamu wa kwamba hakuna njia ya mkato, njia rahisi ya mtu kufanikiwa kwenda peponi. Ili afanikiwe kwenda peponi, kuna vigezo vingi vinazingatiwa. Kwa hakika wamefaulu waumini wale ambao wanaposali wanasali kwa khushu', wananyenyekea kwenye sala zao. Ikiwa tunafunga, tunapaswa kujikagua kwenye amali nyingine tunazozifanya wakati tumefunga, maana huenda tukawa tunazifanya hizo amali zikapoteza vigezo vya ubora, na amali zikipoteza vigezo vya ubora, maana yake juhudi yetu ya kujifunza ule ucha Mungu itakuwa ni ndogo.
Wanafaulu waumini ambao wakiswali kwenye swala zao wanakuwa na khushu, wananyenyekea. Anasimama mtu akiwa anajua nimesimama mbele ya nani, na akazingatia anachokisema, anachoahidi, anachoomba, anachoamrishwa, anachokatazwa. Lazima tukiingia kwenye swala tuingie na utulivu na akili zetu ziwe hadhir. Hii ndo swala ambayo itakuwa ina vigezo vya ufaulu, na ndiyo itakayomvusha mwenyewe mwenye swala hiyo akafikia kwenye mafanikio. Kigezo kingine Allah asema, walladhina hum anil lahwi muridun, watakaofaulu ni waumini ambao mambo ya kipuuzi wanaachana nayo. Sasa ikiwa tunafunga lakini wakati wetu mwingi tukautumia kwenye mambo kama hayo ya lahu, entertainment, enjoyment, na huku tukawa tunajihesabu tumefunga, thamani ya funga yetu inakuwa inaondoka, na pia tunapoteza ufanisi kwenye amali nyingine tunazozifanya, kwa sababu akili itakuwa imemili kwenye mambo ya kipuuzi, na hii siyo sifa ya muumini. Anatakiwa muumini wakati wote katika nafsi yake awe anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, na awe anafanya mambo yenye kuridhisha, na ajitahidi kuepukana na mambo yasiyofaa. Tukifunga halafu tukashiriki sana kuangalia labda burudani katika sinema au TV, tukatumia wakati mwingi kukaa kwenye bao, tukatumia wakati mwingi kukaa kwenye karata au vijiwe vya mazungumzo tu, thamani ya funga yetu inapungua kama sikutoweka kabisa. Watakaofaulu ni waumini ambao upuuzi wanaachana nao, wanaconcentrate kwenye maisha ya ibada na kumkumbuka Allah kwa wingi. Walladhina hum lizakati fa'ilun, waumini watakaofanikiwa ni wale ambao wanajitahidi katika machumi yao kuchuma chumo la halali, wakamiliki vilivyo halali, na mali yao ikifikia vigezo vya kutolewa zaka wanakuwa wanatekeleza nguzo hiyo. Tukiwa tunajitahidi kuchuma lakini kila tunachokipata tukakiona kidogo, bado sijafikia kiwango ninachotaka, ukawa unahesabu nambari tu, figa ya uchumi wako, hiyo inakuwa haki za kidini huzitekelezi kwenye mali, ni alama ya kwamba wewe si katika waliofaulu. Maana waliofaulu wanajua majukumu yao kwenye masuala ya umiliki, utumiaji wa mali. Walladhina hum lifurujihim hafidhun, na watakaofaulu ni waumini ambao wanadhibiti matumizi ya tupu zao. Ukijisikia utupu ni haki yako na una uhuru wa kuutumia upendavyo, wakati aliyekuumbia hicho kiungo kakiumba kwa malengo maalum na akakuwekea mipaka ya matumizi, utajihesabu unafunga, lakini ukiwa na michezo hiyo, thamani ya funga yako inapotea na uwezekano wa wewe kufaulu unakuwa unajipunguzia mwenyewe. Maana hakuna katika unayoelekezwa unalolijali, unaendekeza matamanio ya nafsi yako. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akatupa sifa za watu watakaofanikiwa, walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim, wanaodhibiti matumizi ya tupu zao, hawazitumii ila kwa wenza wao. Kama ni mume atumie kwa mkewe, na kama ni mke atumie kwa mumewe. Au ma malakat aymanuhum, au kama ni mwanamume atumie utupu wake pale ambapo sheria imemmilikisha kwa mkono wake wa kiume. Fa innahum ghairu malumin, wanaotumia katika sehemu halali tupu zao hawana lawama, kwa sababu wamefuata utaratibu, na yeyote anayefanya jambo lake kwa kufuata utaratibu huambiwa kaabudu. Ukifanya tofauti na utaratibu, wewe utakuwa umeasi na utastahiki adhabu, na unapoteza ile thamani
ya imani yako au thamani ya malipo kwenye ibada zako. Allah akasema kwa kutoa onyo, faman ibtagha waraa dhalik faulaika humul adun, mtu yoyote anayetengeneza matumizi ya utupu wake nje ya hizi taratibu zilizoruhusiwa, huyo ametengeneza uadui, kachupa mipaka, kaingia maeneo ambayo hakuruhusika. Kwa hiyo mtu kuwa kafunga lakini ana mahusiano na mwanamke ambaye sio mke wake, na wanayafanya yale yanayofanywa kama mke na mume, hata kama kampa likizo kwa mwezi huu, kwanza tusite, kaa kwenu nikae kwetu mpaka ishe Ramadhani, huyo anakuwa hakufunga, kwa sababu kajidanganya kwa kusema tuheshimu Ramadhani. Ana nia ya kwamba ikiisha Ramadhani wanaendelea na mambo yao kama kawaida. Kwa hiyo kajizibia mwenyewe mlango wa kufika kwenye mafanikio mtu kama huyu. Na kama Allah itakuwa siku za mja wake huyu zimeisha, akaichukua amana yake, mtu kama huyo anakufa vibaya. Atajihesabu kafunga, lakini funga yake yote ilikuwa haina thamani, na akiondoka anaondoka vibaya. Kwa hiyo tutahadhari na mambo haya, ndugu zangu waumini. Na kama funga lengo lake ni kumfunza mtu ucha Mungu, ucha Mungu ni kuishi maisha ya kufata utaratibu uliopangiwa, uishi kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuumba na kukuweka hapa anaridhika. Ukifanya mambo ambayo yanamuudhi, wewe unapoteza nafasi yako ya kukupeleka kwenye mafanikio. Pia Allah akasema katika sifa za watu waliofanikiwa, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim raun, wacha Mungu ni wale ambao amana zao wanapoaminiwa mahala wakapewa amana au dhamana, au wanapofanya makubaliano ya mambo, wakati ya saini mikataba, au wakaahidiana tu kikawaida kufanya mambo fulani ya kheri. Watu watakaofanikiwa ni wale wenye umakini katika amana au ahadi. Amana zao na ahadi zao wanazichunga na wanazitekeleza ipasavyo kwa wakati. Hawa ndo watakaofanikiwa. Kama umefunga halafu ukawa sio mtu wa ahadi, ukawa mtu mlalamishi, mtu wa mizengwe, inategemewa kwamba funga yako itakuwa sio sahihi na hatima yako itakuwa ni mbaya, kwa sababu hizo si katika sifa za watu wema. Walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, mwisho Allah akasema wamefanikiwa waumini ambao swala zao wanazihifadhi. Maelezo haya ni kama kifungashio kimoja, kimeanziwa na wenye khushui kwenye swala na ikamaliziwa au kikafungiwa kwa wenye kudumu kwenye swala. Kama mtu muumini kapambika na sifa zilizotajwa hapa, Allah anasema huyo ni katika waliofanikiwa. Ulaika humul warithun, hawa ndio watakaorithi, hawa ndio warithi. Alladhina yarithuna alfirdausa, ambao watarithi pepo ya Firdaus, na Firdaus ndio pepo ya daraja la kwanza. Hum fiha khalidun, watakaa huko milele. Ayuha alikhwatul amajid, ndugu zangu watukufu, inna Allah tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala azza min qa'ilin alim fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata taibin.
وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. وقال أيضا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allah ametuagiza tuhifadhi swala zetu kama alivyotupa vigezo kwa kusema waliofaulu ni wale ambao swala zao wanazihifadhi. Hafidhu ala salawati, hizi swala zenu zihifadhini swala zenu. Wa salati al-wusta, hasa ile swala ya kati na kati. Wa qumu lillahi qanitin, na mnaposimama kwa ajili ya swala simameni mbele ya Allah mkiwa wanyenyekevu na watiifu. Unatakiwa ukiingia kwenye swala uwepo pale hadhir, present minded. Tengeneza fikira ya kwamba nimesimama mbele ya Muumba wangu. Hata kama humuoni, lakini wewe una uhakika yeye ananiona. Yale unayoyasema ndani ya sala ni kama maongezi baina yako wewe na yeye, kama alivyosimulia sahaba wa Mtume Abi Huraira radhiyallahu anhu. Ametuambia kwamba sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema, yaqulu Rabbu azza wa jalla, Mtume ananukuu maneno aliyopewa na Allah, yani hiyo ni hadithi al-Qudsi. Mtume kasema kuambia masahaba, yaqulu Rabbu azza wa jalla, Mola wetu mwenye nguvu na utukufu anasema, inni qasamtu salata baini wa baina abdi, mimi hii sala nimeigawa sehemu mbili, baina yangu na mja wangu. Inni qasamtu salata, mimi nimeigawa sala, baini wa baina abdi nisfaini, baina yangu mimi na mja wangu anayesali, hii sala nimeifanya ina sehemu mbili. Sehemu ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na sehemu ni ya huyu kiumbe wake anayesali. Kwa hiyo wewe ukisimama kwenye msala unasali, kama ambavyo pia Mtume amesema kwenye hadithi nyingine, idha qama ahadukum ala musallahu, mmoja wenu anaposimama sehemu yake ya kusali, fa inna ma yunaji rabbahu, kitendo anachokifanya si kinginecho ila huwa ananong'ona na Mola wake, min warai hijabi, nyuma ya pazia. Katumia lugha nyuma ya pazia kwa sababu wewe Allah humuoni, lakini yupo na wewe pale. Pazia ni hii tabia ya kwamba wewe humuoni tu, lakini wewe unatakiwa uwe una uhakika, nimesimama mbele ya Mola wangu na ananiona. Sasa hadithi hii inathibitisha hilo kwa kusema Allah mwenyewe kasema, inni qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, mimi nimeigawa sala baina yangu na mja wangu sehemu mbili. Wali abdi ma saala, na mja wangu anayesali kama anasali hasa idhati lillahi, basi huwa anapata kila analoliomba. Maana sala ni maombi, unayoyafanya pale yote mbele ya Allah yanazingatiwa, lakini yatakuwa na maana wewe mwenyewe utakapokuwa uko hadhir, unayafanya yale present minded. Fa idha qala al-abdu, anaposema Allah bismillahir rahmanir rahim, nusu mbili zenyewe ni hizi. Nusu moja, mja anayesali akisema bismillahir rahmanir rahim, fayaqulu Rabbu azza wa jalla,
Upande wa pili, nusu ya pili, Allah huwa anasema majadani abdi, mja wangu amenitukuza. Wa idha qala alhamdulillahi rabbil alamin, mwenye kusali akisema sifa njema anastahiki Allah mola wa ulimwengu. Fayaqulu rabbu, upande wa pili Allah huwa anasema, yani ni kama conversation, wewe ukisema na Allah anasema. Ndo sala, silatun baina al-abdi wa rabbi, ni means ya mahusiano, mawasiliano baina ya kiumbe na muumba wake. Kwa hiyo kiumbe akisema alhamdulillahi rabbil alamin, muumba huwa anasema hamidani abdi, mja wangu amenihimidia. Na Allah huwa anasema mbele ya vikao vya viumbe watukufu malaika kwamba mlisema unaumba kiumbe atakayekwenda kufanya ufisadi, umwagaji damu, na sisi tupo tunakuhimidia. Akawaambia mnayajua msiyoyajua. Kwa hiyo kuwathibitishia kwamba dhana yenu haikuwa sahihi, wakijitokeza watu wema wanao mahusiano mazuri na Allah, Allah hujifakharisha kwa hao mbele ya wale malaika. Anawaambia majadani abdi, mja wangu kanitukuza huyu. Mlisema watakuwa waharibifu, sio wote, wengine hawa wamenyoka. Akisema mja kwenye sala alhamdulillahi rabbil alamin, Allah na yeye husema hamidani abdi, mja wangu huyo ananihimidia. Wa idha qala al-abdu, na mja anaposema arrahmani rahim, Allah upande wa pili husema fawwadha alayya abdi. Wa idha qala al-abdu maliki yaumiddin, yaqulu rabbu azza wa jalla, upande wa pili Allah huwa anasema majadani abdi. Wa idha qala al-abdu, na anaposema mja upande wake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fayaqulu rabbu azza wa jalla hadha baini wa baina abdi wa li'abdi ma sa'ala. Hizi aya za mwanzo zote ni sifa, unamsifu Allah. Kwa hiyo uzichukua hizi sifa alafu akajisifia kwa viumbe wake watukufu, mja wangu kanisifu, kanitukuza, kanipa cheo stahili. Lakini ukifika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah huwaambia malaika wake maneno tofauti, huwaambia hadha baini wa baina abdi. Haya yanayofuata sasa aliyoyatamka mja wangu hayawahusu nyinyi, haya ni baina yangu na mja wangu, kwa sababu hii ni ahadi, na ahadi inategemewa uitekeleze au uitelekeze. Sasa vyovyote utakavyofanya, malaika haiwahusu, kwa sababu ni baina yako na Mola wako. Ukimdanganya halafu usifanye ulichomwahidi, yeye ndo anajua mja wangu kanidanganya, kasema uongo. Ukifanya halafu ukatimiza ulichoahidi, yeye ndo anajua mja wangu kaahidi na katimiza ahadi yake. Kwa hiyo haya malaika hayawahusu, ni baina ya mtendaji na mlipaji wa hayo matendo. Kwa hiyo ukiwa makini ukafanya vizuri, wewe ndo unajitengenezea hadhi, daraja yako mbele ya Allah itakuwa kubwa nzuri. Ukivuruga na kufanya vibaya, unapoteza thamani ya kazi zako na nafasi yako ile ya juu inashuka. Wa idha qala al-abdu, na mja anaposema ihdina sirata al-mustaqima, ewe Mola wetu tuongoze njia iliyonyooka. Yaqulu rabbu azza wa jalla, upande wa pili Allah huwa anasema hadha li abdi, mja wangu ananiomba hii njia iliyonyooka, mbona nimeshampa tayari hii njia iliyonyooka, nimeshamuelekeza yeye mwenyewe tu ashindwe kupita. Wa idha qala al-abdu, na anaposema mja wa Allah sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, fayaqulu rabbu azza wa jalla hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'ala, haya yote aliyoyaomba mja wangu nimeshampa, ameshapata alichokiomba. Hadithi inatufunza umakini, usahihi wa amali tunazozifanya pale wakati tukizifanya. Thamani yake inategemeana na ikhlasi, kufanya kwa usahihi, kuhudhurisha moyo. Na ukiwa hukufanya vitu hivi, thamani ya unachokifanya inakuwa imepotea. Na kwa kumalizia hotuba yetu, Mtume sallallahu alaihi wasallam
aliwaonya wafungaji wenye kufunga saumu, man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal khiyana falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Kufunga maana yake ni kujizuia, na unajizuia na kila kitu ulichoambiwa hakipendezi, hakifai, kimekatazwa. Vyote vilivyokatazwa, msimu huu wa kufunga unatakiwa upractice kujizuia kwa vitendo. Sasa ikiwa umefunga lakini hukuacha kusema uongo, man lam yada qawla zuri, mtu ambaye hakuacha kusema kauli za uongo, wala amala bihi, au mtu ambaye kwenye nafasi yake ya kazi huwa anapokea ripoti lakini analetewa ripoti za uongo na anazifanyia kazi, anafanya maamuzi kwa taarifa sio sahihi. Asiyeacha kufanya hivi, wal khiana, au mtu kaaminiwa kwenye dhamana fulani akafanya khiana, anafanya makosa hayo na huku kafunga. Aliyekuwa hakuweza kuacha kusema uongo, hakuweza kuacha kuzifanyia kazi taarifa za uongo, hakuweza kujidhibiti na kufanya khiana kwenye mambo mbalimbali ya kijamii, falaisa lillahi hajatun, haikuwa haja ya Allah fi an yada ta'amahu wa sharaba, kumwachisha mtu huyu chakula chake na kinywaji chake. Maana yake isiwe unashinda na njaa na kiu, huli chakula, hunywi kinywaji, ukajihesabu umefunga, lakini mambo yote yaliyokatazwa ikawa yamo kwenye tabia yako, ndiyo mazoea ya kila siku mchana kutwa. Haikukusudiwa usile na kunywa tu kwamba ndo umefunga. Funga unatakiwa uache yote ambayo kwa kawaida unajua ni maovu, yamekatazwa, ndo funga yako itakuwa iko sahihi. Na ukidumu kufanya hivyo, ili ni zoezi pekee la kukuwezesha wewe kuishi kiu cha Mungu. Maana kuacha yaliyokatazwa na kuwa na bidii kufanya yaliyoamrishwa, hiyo ndio takwa Allah. Unatengeneza mazingira ya kurudi kwa Mola wako salama umri wako utakapomalizika. Lakini kujizuia kula na kunywa, mambo mengine yote ukavuruga, huhesabiwi kuwa umefunga kwa sababu hujala na kunywa. Ayuha al-ikhwatu al-amajid, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bil malaikati al-musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuha al-mu'minuna min barriyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ربنا اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وإليك تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وحكمة وارزقنا فهما بفضلك يا لطيف وعلمنا ما لا نعلم وفهمنا ما لا نفهم إنك أنت ربنا وأنت الحكم وإنك على كل شيء قدير. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى